Ona katika nchi ya Saudi Arabia sio kitambo, kuna baba ambaye mke wake alikuwa shafariki, amewaacha na watoto wawili. Huyu baba alikuwa ni mtu tajiri sana. Haikupita muda baba akafariki, akawaachia mali yote, utajiri wote, watoto wawili hawa wa kiume. Baada ya kuzika na kila kitu, yule mtoto mdogo ambaye ni mtu mzima pia akamfata ndugu yake ambaye ndo mkubwa wake, akamwambia, bana, mimi mpaka leo sijaoa na sina mbele sina nyuma, naomba unipe mirathi ya mzee wangu ili niende nikashughulikia maisha yangu nipate kuwa kama watu wengine. Yule ndugu mkubwa akamwambia huyu ndugu yake mdogo, wewe kwani huna habari? Baba yetu bwana aliniandikia mali yote hii kwa jina yangu, wewe huna kitu hapa. Huyu ndugu mdogo akamuuliza, ushahidi uko wapi bwana? Akamwambia, ushahidi bwana iko mahakamani kwa kadhi. Na akatoka akaenda zake. Basi huyu ndugu mdogo aliinua mkono akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia, ya Allah, ikiwa kweli huyu anasema ukweli, basi Mwenyezi Mungu mbariki katika mali yake na maisha yake. Lakini ikiwa anadanganya, ametumia khiana, anatumia urongo, anatumia hila, Mwenyezi Mungu nakuomba unioneshe hapa hapa namna utakapomwangamiza huyu bwana. Unaambiwa ndugu yangu, haikumalizika mwezi, huyu bwana alikuwa anasafiri kwa lori, amebeba vitu vya ujenzi, mali ya mzee hiyo. Alipata ajali na lori nyingine, hiyo lori nayo ilikuwa imebeba vyuma vya ujenzi. Yale vyuma yalitoka yakamuingia katika mwili wake yule bwana, kama ambaye amepigwa mishale zaidi ya 100 kwenye mwili wake, na mali yote hii ikachukuliwa na ule ndugu.